Jamani, habari zenu. Namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai ambao tumeweza kufika hapa tena kwenye eneo letu hili ambalo kama mnavyoliona mnamo tarehe 29 nadhani tunakumbuka tukio lilitokea, lakini nitake tu kusema mbele yenu kwamba sijakata tamaa na nimeinuka tena upya kwa staili nyingine. Lakini tukiwa katika eneo hili ambalo tulipata matatizo ya kuunguliwa na moto, kwa sababu gani? Mimi ni mama, ni mfanyabiashara ambaye nyuma yangu nina watu wengi sana ambao wananitazama, wahudumu. Tulikuwa na hudumu tulikuwa na wafanyakazi zaidi ya 200 hapa Shish Food ya Dar es Salaam. Kwa hivyo kuna ajira nyingi watu wamepoteza. Kwa hivyo tulikuwa tuna deliver mabodaboda ambao walikuwa wanafanya deliver. Nikikumbuka vizuri, hata mimi Shish Food nilianzia kwanza kupika nyumbani. Ndio baada ya hapo nikawa naanza kufanya delivery katika sehemu tofauti, na baada ya hapo nikapata sehemu ambayo tulikuwa tunakaa na kuanza kuuza chakula, sehemu ambayo tunamaanisha location husika. Kwa hivyo sasa, kutokana na changamoto ambayo imetokea na hadha ambayo kubwa naipata kupitia kwa wafanyakazi wangu, simu zimekuwa nyingi, nimeona nisiendelee kusubiri wakati tunaendelea kupambana, nikijikusanya kutafuta chochote ili tuweze kurudisha kuanza kujenga tena eneo letu la Shish Food. Basi ni vema kwa wateja wetu ambao walimisi chakula changu tukaanza kuwahudumia kwa huduma ya Shish Food Delivery. Kwa hivyo nimekuja kuwatangazia kwamba na kuambia kwamba, ndugu zangu wananchi wa Tanzania wenzangu, najua Tanzania sisi tuna upendo, tuna mshikamano, sisi ni wamoja. Basi kama matatizo yametokea, ndugu zangu, ambao mnayaona, mimi hayajanirudisha nyuma wala kukata tamaa. Mimi ni mwanamke ambaye ninajiamini kwamba ninaweza kufanya. Basi tutaanza kuanzia kesho, Mwenyezi Mungu akijalia, siku ya Ijumaa tutaanza na huduma yetu ya kutoa chakula kupitia huduma ya Shish Food Delivery. Kwa hiyo ni kupiga simu, unaoda, vyakula ni vile. Kwa hiyo kesho tutakuwa tuna biliani na vyakula vingine, ugali. Unajua watu walimisi sana jamani shishi. Kwa hiyo tunarudisha huduma yetu, lakini kwa huduma ya delivery tu. Kwa hivyo jamani, mimi niseme tu kuwashukuru na na Mungu awabariki sana. Okay. Sawa, Shilole, samani, tukio litokea muda mrefu, ilikuwa tarehe 29 na leo ni tarehe nyingine. Labda pengine hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, na ulivyofika hapa kama ni mara ya kwanza, umeichukuliaje hii hapa? Inaumiza. Yaani inaumiza sana. Sipendagi mara nyingi kuja hapa. Siku hata njia nimebadilisha. Lakini nitafanyaje? But tutarudi tu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutainuka tena na watu watakuja tena hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaendelea kupambana. Kama nilivyoweza kusema, sikati tamaa na hamna haja ukata tamaa. Yes. Sawa, umefanya tathmini kujua ni hasara gani umeingiza au umepata kutokana na hiki? Hasara ni kubwa sana, haiwezi kusemeka, kwa sababu kama unavyojua imepigwa chini kabisa yote. Kwa hakuna ambacho tuliweza kuokoa kitu chochote. So tumeanza upya kabisa. Tumeanza alifu kwa kidole. Yeah. Hamna shida. Tunafahamu ya kwamba kulikuwa kuna wafanyakazi walikuwa wameajiriwa hapa ambao sasa hivi hawana ajira. Hivi jumla tu kwa haraka kulikuwa na wafanyakazi wangapi ambao tayari wamepoteza ajira kutokana na hiki? Wafanyakazi hapa kwa Dar es Salaam tulikuwa na zaidi ya wafanyakazi 200 na. Yeah. Kwa pishi, wahudumu, walinzi, bodaboda ambao ndio tunamaanisha watu wa delivery. Yaani tuna watu wa usafi, tulikuwa tuna kategori za watu wengi. Yeah. Okay, na wao vipi hali zao sasa wanavyoona? Ndio maana unavyoona hapa, nimeona hali zao ni ngumu, that way nimeamua kuja na njia nyingine kuliko kukaa nyumbani. Hali ni ngumu jamani, nadhani mnajua. Tunategemea maisha yetu ya Tanzania, kama mnavyojua, tunategemea kutoka kupambana kufanya kazi ndio upate kula. Kwa hiyo nikaona ili tusiendelee kuumia, basi ni bora tukaja na Shish Food Delivery, watu endelee kupata huduma kama kawaida. Shishi, kwanza pole sana kwa ambao amekukuta. Asante. Lakini baada ya matatizo watu wengi waliamini kwamba hauwezi kusimama tena, ikimaanisha hata kuongea hapa na sisi na waandishi wengine mpaka walizusha walizusha nimefariki. Yes. Kitu ambacho kiliwafanya watu waogope sana. Kwenye hilo wewe sasa unalizungumziaje? Mimi kwanza namshukuru Mungu kwa kunipa moyo, maana mimi na moyo, Mungu kanipa moyo mgumu wa ujasiri. Hata habari hizo zilizonifikia nilimwambia tu Mungu asante, wamenipa umri mwingi zaidi, kwa sababu Mungu kama anahitaji jambo lake,
yani huwezi kulikwepa, lakini mimi sikati tamaa kama nilivyosema Daimelda. Mimi ni mwanamke ambaye najiamini, nilikotoka na pajua, uzuri maisha yangu wananchi wengi wanayajua, kwa sababu mimi vitu vyangu vingi naviweka kwenye social media. Kuanzia ninapoanza mnaniona nimepitia hapa, nikapitia hapa, nikapita hapa, sijai kuwa na kona. So naamini kwamba kila kitu kitawezekana na tutarudi kivingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah. Nataka pole sana kwanza. Asante. Shilole, nafahamu miaka 8-9 nyuma ulianza kupikia nyumbani na ulikuwa unafanya delivery. Leo hii unarudi kule. Unajisikiaje kwenye hiyo? Ni changamoto, lakini changamoto zinapotokea kwenye maisha ya mwanadamu ni kawaida na unatakiwa ukubali kwamba ilikuwa hivi na sasa iko hivi. Kwa mimi nimeipokea, ni moja ya changamoto na ni kitu ambacho kinanipitisha kwenye sehemu kwamba ninatakiwa kufanya hivi ili niweze kurudi kuwa strong zaidi. Kwa hiyo haya ni majaribu na nimeyapita. Kuna kaka mmoja anaitwa Volcan Dice, yeye anaishi nchini Canada na ni mwanamuziki, amekuja hapa nchini Tanzania. Alisema kwamba yeye amejitolea hata kulipia gharama, nusu ya gharama ambayo itapatikana hapa. Sijui kama umeshamsikia au umefanya naye mawasiliano? Hapana, hata sijai kumsikia. Yuko wapi jamani, atusaidie. Ndio watu kama watu ndo nawataka. Mungu anakupa watu. Jamani, kusaidiwa kwani kuna ubaya gani? Hata sio huyo tu, hata mwingine. Shilole, kwa kujazia hapa, najua kuna baadhi ya wasanii wenzako ambao pia mmekuwa mnashirikiana kwenye baadhi ya mambo, matatizo na vitu kama hivyo. Labda baada ya kupata matatizo haya, ulipata simu kwa wasanii kwa asilimia ngapi ambao walikuwa nakupa pole, wengine labda pengine kwa pole nilipata nyingi tu, sio tu kwa wasanii. Nimepigiwa simu nyingi za pole kwa watu wengi sana, Watanzania wenzangu wa sehemu tofauti, mashabiki zangu ambao walikuwa wananitumia hata Insta direct, wenye namba zangu waliweza kufanikiwa kunipigia. Kwa kweli walinipa pole, namshukuru Mungu. Unajua pole sio mpaka mtu akupe hela. Mtu anaponyanyua tu simu yake kusema jamani Shishi pole, na ithamini sana. Yes. Sawa Shilole, umeongea kuhusiana na delivery, vipi kuhusiana na kuifufua Shishi Food kuanza tena kazi? Umeshaanza kuwa na tathmini kujua inahitaji tena gharama gani kuifufua upya na njia gani utafanya? Kuna msaada wote umeidiwa sehemu yoyote? Nitarudi tu kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu kama nilivyosema tunapambana. Kwa hivyo tunaendelea kujichanga, na ambao nawategemea ni nyinyi mnisapoti kama mlivyoamua kunisapoti tangu awali mpaka dakika hii. Kwa hiyo tutarudi tu inshallah, na eneo litakuwa ni hili na tutafanya tena interview hapa ya kuwakaribisha wananchi na wateja wangu kuja kunisapoti katika biashara yangu ninayoamini ya chakula sana. Shilole, mimi natamani watu wajue kwamba ni umejizatiti vipi, kwa sababu sehemu ni hii, mahali ni hapa. Kwa hiyo umejizatiti vipi tena usije ikatokea janga kama hilo? Tumejipanga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ataendelea kutuongoza zaidi kama tunafanya nini zaidi. Yes. Sawa, neno lako kwa wale ambao wamefanya haya lakini mimi nimewasamehe. Nimewasamehe kabisa. Nimewasamehe, na hata wakisikia kama wapo waliona, basi waambie mimi nimewasamehe na ninawapenda sana. Yeah.